Ni mchana mwingine tena, msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, tunakuletea habari zenye uhakika, zenye uchunguzi wa kina na za moto moto kabisa kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii hapa habari zetu za leo ambazo zimegonga mwamba kwenye siku ya leo, ikiwa ni Kwetu News 24. Msikilizaji, unaweza kutupata vyema kabisa kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook, YouTube pamoja na mitandao mingine ukiandika Kwetu News 24. Nikuombe kitu kimoja, usikose kusubscribe ikiwa ndo mara yako ya kwanza kuungana nasi. Usikose kucomment, kushare na kulike ili uwe wa kwanza kabisa kupata habari zetu. Utakuwa umefanya jambo la maana sana. Usikose kutumia wengine habari zote hizi ili waweze kuzipata na kiurahisi na kuweza kufaidika kwa kile ambacho tunakuletea kila kuchako leo. Habari zetu za mchana zitagusia mashambulizi makali ambayo yanafanyika kwenye nyanda za juu za tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga. Leo tujielekeze huko Mitamba pamoja na eneo zingine za mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan kwenye nyanda za juu za tarafa la Uvira ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC zinaendelea na mashambulizi dhidi ya M23 ambao walivamia ngome zake huko Mitamba, ikiwa ni nyanda za juu za tarafa la Fizi. Tulizungumza na James Fyeka Adui ambaye ni kamanda wa kizalendo anayepatikana maeneo ya huko kwenye uwanja wa mapambano. Alitueleza hali halisi ilivyo na kusema kwamba wanaimarika eneo hilo kabisa na adui atakwenda kukimbia muda si mrefu, licha ya adui kuwaingilia siku chache zilizopita. James Fyeka Adui ametoa wito adui wote kuwa upande wa wazalendo pamoja na jeshi la FARDC kwa sababu ukombozi wa raia unapatikana mikononi mwao, lakini pia ametoa wito kwa vijana kuweza kujiunga moja kwa moja na jeshi la ukombozi la wazalendo ili kuweza kukabiliana na adui na kuweza kukomboa eneo lote la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. James Fyeka Adui akiwa mbele ya microphone za Kwetu News 24 aliongea yafuatayo. Bwana journaliste, mimi napatikana kwenye Fro Muho Plateau ya Uvira kukadiria adui ambaye tulipata habari kusema ya kwamba kuna adui ambaye anatoka Kaziba akijipenyeza ngambo za Rurambo mpaka Kageregere, na tukaamua kutoka jijini Uvira kupandisha vikosi vya kizalendo kwenye mafro zote, na tunafunga Rurambo, tunafunga Kageregere mpaka Marimba, tunaendelea mpaka Mitamba. Na ninapenda kukuambia ya kwamba sisi hatukukimbia Mitamba, hapana, ila tu kenye ninapenda kusema ya kwamba adui aliposikia ya kwamba sisi wazalendo tuko Mitamba, akalamkia asubuhi na mapema kuja kutuwatake sisi wazalendo na FARDC, na tukajikuta ya kwamba sisi wazalendo tulipanda minisio ambayo tulikuwa nayo, tulikuja ili tulikutane Mitamba kwa ngome yetu ya FARDC. Adui aliposikia ya kwamba tumepanda Mitamba na akatuatake Mitamba, napenda kukuambia ya kwamba hatukukimbia adui na hatuwezi kukimbia adui, na kwa sasa tuko tunaangaliana na adui. Ndio maana napenda kuwaambia wa journaliste wote na raia yote na wenyewe wako wanatusikiliza ya kwamba hatukukimbia adui na hatutakimbia adui. Watu wote wafanye makazi. Adui ni mwingi lakini ni moga. Alitushitukia ndo, lakini kwa muda huu tunakadiria adui. Bwana journalist, napenda kukuambia Minembwe ndiyo ngome ya adui. M23 twigwanyeho. Ninakuambia ya kwamba tena na kuhakikishia Minembwe yote kapitale imezingirwa na FARDC na wazalendo na waibu. Na kwa muda kidogo mtasikia kapitale, yani centre Minembwe tutairekipere. Na tukisha kurekipere Minembwe,
tutafata adui Bijabo, tutampika nani adui Bijabo, Kamombo, tunaingia Bijombo, tutaingia Muramvya, kwa sababu ngome za adui mwenye iko anakuja kutuatakea hapa Mitamba, anatokeaka ndo Muramvya. Ndiyo maana napenda kuambia kwamba adui hana nguvu, na adui tutamfuata kiukweli, kiunaganaga adui tuko tunamfuatilia. Ile mapaniko ya kusema eti adui ametukimbiza Mitamba, pana, alitushitukia ndo kama kisi na yua mtu anakikuja kuatake, ni lazima kwanza na weye ukamate kwanza ma strategia ya kumwatake adui. Ninapenda kuambia kwamba Minembwe tumeizingira na iko mikononi mwetu, kwa sababu Minembwe iko katikati yetu wazalendo FARDC waibu. Na ndio maana tunakuambia ya kwamba tunawahakikishia kwamba adui mwenye iko hapa Mitamba, mwenye iko Bijombo, Muramvya, Kamombo, hana nguvu tena. Nakula pia uandike msiku ngapi ule adui mwenye iko Mitamba tutamkimbiza, tena atakimbia. Alikuja kwa njia moja lakini atarudi kwa njia 7. Ndio maana napenda kuambia wenzetu wenye kuwa Uvira na raia ya Uvira ya kwamba wasiwe na shaka, wasiwe na oga, adui hana nguvu. Ni kuambia kwamba tutakadiria adui, tutamtoa Minembwe, tutamuingiza Bijombo, Kamombo, Bijombo, Muramvya, Kageregere, Rurambo yote mpaka tunahakikisha adui anakimbia alipotoka Rwanda. Bwana journalist, napenda kukuambia mzalendo yeyote ambaye anabaki ndani ya Uvira, ule sio mzalendo. Tunataka mzalendo atakaye baki Uvira ni kiongozi tu na matife, yani walinzi ndio watabaki muvile ya Uvira. Na tunaomba wakubwa wetu FARDC na waibu kutupa nguvu sisi wazalendo, kwa sababu tuko determine wazalendo na waibu na wale wa FARDC wenye wako timamu, kwa sababu wa FARDC wamoja yani wagepare hawako timamu na sisi. Kuna wamoja wa FARDC wagepare wako watretre ambao wanaongea na adui, na kuna wa FARDC wagepare wamoja ambao wanakufia udongo wa mababu zetu. Wale wote tuko pamoja kabisa kiunaganaga. Yule yeyote anajua ya kwamba ni mzalendo hana kosi, hana trupe yake ndani ya vita, ndani ya fro, kwa sababu tuna mafro. Tuna fro Katogota, tuna fro Rurambo, tuna fro Kageregere, tuna fro Marimba, tuna fro Mitamba, Kirungu, Muramvya, Bijombo, tuna fro Minembwe yote kule kote territoire ya Fizi. Kama wewe hauna trupe ambayo inajiunga pamoja na sisi, tutakutafuta kama unabaki mvile ya Uvira. Tunaomba ukiwa mzalendo uliingilia kusaidia population, kusaidia rahia ya Kongo, tunakuhitaji kutuma vikosi vyako kutukutana hapa kwenye tuko kufro. Ni lazima kieleweke kufukuza adui. Bwana journaliste, tuko determine sisi wazalendo, kwa sababu rais wetu anatuunga mkono sisi wazalendo. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alisema ya kwamba ni lazima aunge wazalendo na rahia yote ya Kongo, na tunamkubali rais wetu Tshisekedi kwa sababu iko determine muvyote ambavyo atavifanya Tshisekedi wetu, baba wa taifa letu. Mzalendo wa kwanza numero 1 nchi ya Kongo ni Tshisekedi, na tuko pamoja, tutamusutenire kuvyote. Wewe unajikuta uko Uvira, unajiita uko general
na huna vikosi kwenye front, tutakapo kushika hapo Uvira usikie sema ya kwamba tunakuonea. Ndio maana bwana journaliste, tunahitaji vikosi vyote vya kizalendo, hata FARDC tunawahitaji na waibu watume vikosi Kageregere, kwa sababu hakuna FARDC. Katobo hakuna FARDC, Rurambo yote hakuna FARDC. Tunaomba FARDC waibu kutusaidia kutupa reforo Katobo, Kageregere, Rurambo yote tujiunge pamoja kufyeka adui. Napenda kukuambia ya kwamba kama adui alijiretire kuondoka Makobola, kuondoka Uvira, kuondoka Plaine de la Ruzizi, ni strategy ambazo alizikamata kuondoka Mplene, yani route numero 5 apande Nyangezi Kaziba, aje kudeborde kule Mwenga mpaka Muho Plateau ya Uvira, Kitoga, Kageregere. Na ndio kisiko natembea, anapanda kule Kaziba, anaingia kule Mwenga, anakuwa deborde, anakuwa ingilia Kitoga, anakuwa ingilia Marungu, Kageregere, mpaka Magunda, Kashongo, mpaka na deborde, anaingia mpaka kule Bijombo, hapa Muramvya, na ndo kwenye alichomokea na akakuja kuwatake wenzetu wazalendo na FARDC wenye kuwa pale Mitamba. Ni kuambia tu serikali, adui bado hayaondoka mtetori ya Uvira, mtetori ya Fizi na ya Mwenga, ila hatuogopi, hatubabaiki, kwa sababu tuna baba wa taifa kama vile rais wetu Tshisekedi Chilombo, iko pur na iko determine kwa nchi ya Kongo, na tunamsutenire kwa kubadili katiba ya nchi ya Kongo, kwa sababu ana vizio ya kusaidia wenyeji wa nchi ya Kongo. Na adui kwa muda kidogo tutamfurusha nchi ya Kongo na tarudi alipotoka. Bwana journalist, ujumbe yangu ya mwisho, napenda kuambia population yetu ya nchi ya Kongo, susana Uvira, Fizi, Mwenga, Sud Kivu yote nzima na Nord Kivu, ya kwamba tuko determine, kwa sababu sisi ni wazalendo wa nchi ya Kongo. Tulijitolea tukaamua kufia udongo wetu. Hatupokei, hatulipwi na mtu na hatulipwi na serikali. Tukajitolea sisi watoto wenu ambao mliotuzaa kufia udongo wetu, nyinyi wa baba zetu, wa mama zetu na watoto wetu, muishi kwa amani. Ni kuambia kwamba mapanika ambayo mnayoisikia, kuna watu wa M23 wenyewe wako wanapanike kusudi mkimbie, lakini msikimbie. Msikimbie kabla hamuyasikia mtoto wenu fyeka adui. Hapana, mimi fyeka adui nikiona vitu haviko vizuri nitawaambia vitu haviko bien, na nikiona vitu viko bien nitawaambia viko bien. Ni kuambia tu serikali yetu ya Kongo kustenire sisi wazalendo kwa kila kitu. Kwa kila kitu mustenire sisi wazalendo. Tuko nyuma ya FARDC kwa sababu ni reserve armée de la défense. Rahia yetu msibabaike, msitishwe na mtu yeyote. Tutawatetelea, tutawagombania, tutawakufia. Na tunaendelea tena kusema coup de chapeau kwa rais wa nchi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ambaye alikubali sisi wazalendo tukufia udongo wetu, na tutakufia udongo wetu, na tuko nyuma ya baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa mambo yote anaendelea kuifanya kubadili katiba ya nchi ya Kongo, kwa sababu mkatiba ya nchi ya Kongo muna mambo ya kugotomeza nchi. Tuko puru kwa kubadili katiba ya nchi ya Kongo, sisi wazalendo wa Sud Kivu, wazalendo wa Nord Kivu.
Asante sana bwana journaliste, mlikuwa na kiongozi kama vile General Mzalendo Fyeka Adui ambaye alijitolea kwa kufia udongo wa mababu zetu. Mungu abariki raia ambayo tunayekufia, na Mungu abariki serikali yetu ya nchi ya Kongo, abariki FARDC, abariki Waibu ambao walikubali kwa kufia nchi yetu. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi katika habari zetu za mchana wa leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi ya tariki 18 Juni mwaka 2026. Nikualike kuambatana nasi katika habari zetu zijazo. Bye bye, uwe na mchana mwema.